kukaribisha tena. Nisema asante mpenzi mtazamaji wetu wa Alobo Vibes TV. Hapa tuko na exclusive interview ya bwana wa Gesta ambaye anajiita Dume Simba Dume, ambaye tuko naye katika interview zetu za leo katika channel yetu ya Alobo Vibes TV. Kama ni mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama subscribe kisha bonyeza alama kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi. Na kwa maelezo mengi tutakwenda kujua kile ambacho anacho msanii huyu mkubwa ambaye anatrend katika tarafani Fizi, katika maeneo ya hapa kwetu Baraka Ubembe. Kama gisi unavyoendelea kuona, huyu ni msanii mkubwa sana ambaye ameperform katika miaka hizi za nyuma, ingawaji alikuwa amesafiri akitembea katika nchi jirani, lakini tupo naye katika siku ya leo. Utakwenda kumsikia kile ambacho anacho katika kinywa chake. Kwa hiyo umsikilize mwenyewe kile ambacho utakachoongea naye katika siku ya leo, mpenzi mtazamaji wetu wa Alobo Vibes TV. Kama uko nje ya nchi, naomba bonyeza weka emoji ya bendera ya mahali ambako unapopatikana, ili upate kujua kwamba unatufuatia ukiwa maeneo gani, hajalishi uko Uganda, uko Marekani na kwingineko. Kwa hiyo kuwa nasi chonjo upate kujua kile ambacho utakwenda kuhojiana naye. Habari za masiku? Salama. Sijui kama hapa unaweza kutuambia ni mahali gani? Hapa ni katika eneo la Kibonjo. Kibonjo ni mji gani? Mji wa Baraka tu. Unaweza kutuambia kazi yako hivi ni kazi gani? Ya, mimi ni mwanamuziki, japokuwa makazi mengi tunaweza tukafanya, ila muziki ndio fanya kazi. Sasa wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Gesta Platiboy. Unaweza kutuambia una miaka ngapi katika muziki? Sasa hivi imekuwa miaka 14. Miaka 14 yaani ulianza muziki tangu mwaka gani? Ya, muziki nimeanza muziki wa kuimba toka mwaka wa 2014. Muziki yako ina trend sana, nasikika kabisa. Unaweza kutuambia hata muziki ngapi, 3 4 hivi ambayo ina trend? Ya, toka mwaka huo kuna ngoma nyingi tu nimezifanya na zikatrend. Kuna ngoma ya Analala, kuna ngoma ya Usiniache nimefanya na binti moja hivi, msanii wa kike Ziwe. Kuna ngoma ya Usumbufu kwa Ubakana Omboka. Vile nyingi tu, nyingi zimefanya kazi nzuri. Kuna ngoma nimefanya na Fandered. Ya, zimefanya kazi nzuri tu. Nimesikia umesema jina fulani hapo, Analala. Ni lugha gani? Kipembe hicho. Kibembe, Analala, yani inamaanisha nini? Ya, Analala inamaanisha hiyo ndo sombe yangu, na maana yake fulani. Ya, ila inamaanisha hiyo ndo sombe yangu. Nikiimba muziki hiyo ndo sombe. Kama sombe, unajua sombe ni chakula cha kwanza nyumbani kwetu sisi kupenda na kuikula sana. Sasa unaweza kuambia wafuatiliaji wa Alobo Vibes TV kuhusu muziki, unaweza kuambia kidogo tu isikike inaendwaje, labda kuna mahali wameshakusikia sawa, juu kama ni wewe, unaweza kuambia kidogo? Ya, inawezekana. Kusema na madoge kinya, mimi naitwa jina Simba Dume Msafi Gesta, wengine wachafu sana, nguo moja mapua, utazaniri sana, mademo twaripua, inosagaluta, nibo wiki kemba mzike Analala, nibo wiki ina mzike Analala. Kweli kabisa, nimesikia huo ni muziki wako kabisa, unaonyesha hata namna ya kuimba, una perform pale, unaonyesha kama ni muziki wako kabisa huo. Sasa hapo unasema Simba Dume, yani wewe ni Simba Dume hivi? Ya kawaida tu. Ukiwa na nguvu mnake wewe Simba. Yani kuna Simba wa kike au kuna majabu? Inawezekana, ila mimi dume sasa. Na ndio maana nimemaanisha. Wasije akani Simba kike, mimi dume. Katika muziki yako mna queen ambao umeshatosha nayo video au bado video? Alikuwepo, maana ni muziki wa zamani na video imetoka. Alikuwepo La Mama, alikuwepo, tumefanya naye video muziki wa Alala. Na fanya kazi nzuri tu. Najua watu wanajua na wengi wanatambua. Yani kwenye mtandao hivi hiyo video iko inaweza kaandikwa tu jina gani ili uipate kwa mtandao? Gesta Platiboy Analala, basi unaipata. Yani tukiandika tu ile, yani tunaipata kabisa. Ulisema kuna clip fulani ambayo ulitosha, na hiyo clip inaitwa Usiniache.
Usiniache, labda ulikuwa na mapenzi sana alafu kwanza na binti za kuacha ndo kasema usiniache au si? Ya, mambo ya muziki na mapenzi kama vitu vile vinaendana, maana muziki unahitaji kuoshwa nini na mapenzi vile vile. Afu nimeifanya hiyo ngoma kweli, tulikuwa kwenye mapenzi na binti mmoja, ila sio kama tumemaanisha hivyo, ni wimbo tu wa kawaida tukaimba basi. Sasa unaweza kuniambia kwanza huo muziki unaimbwaje kidogo? Ya, oh baby nitunzie, mimi mnyongo kuongea maneno mengi sina gadie. Makasuku wapuzie, namba 1 ni moja kwangu, mbona wanitekamie? Usiniache, ukijaniacha kipenzi mimi nitaumia lo. Kweli kabisa, inaonekana ni muziki wako kabisa. Sasa ule ambao uliimba pale sijui Alala na hii Usiniache, unaona kabisa hapo ndio trend sana na unaona kama vile inakuingia moyoni sana. Ya, ngoma ambayo imenifanya mimi kwa kweli, niseme kweli, ngoma ambayo imenifanya mimi nionekane gangster na nisikike ilikuwa ni ngoma ya Ana Alala. Ile imefanya vizuri sana zaidi. Ya, kweli kabisa. Na hiyo ngoma ya Ana Alala ambayo ilifanya vema, na hii nyingine ukasema kwamba Usiniache ni nyingine ngoma ambayo imetrend sana katika watu au katika mashabiki. Labda ni nyimbo yako peke yako au ulifanya featuring na mwingine mtu? Ya, ilikuwa ni nyimbo tumefanya featuring na msanii wa kike mwingine, Zeway, ila ilikuwa ni ngoma ya Zeway. Hiyo Zeway anakaa wapi? Zeway sasa hivi anaishi TZ, Tanzania. Yaani mbele kwanza alikuwa wapi? Alikuwa nyumbani hapa Kongo, Baraka tu hapa. Kweli kabisa. Yaani video imeshatoka au bado? Tulitokaga zamani, enzi hizo ipo kwenye mtandao kweli. Yeah. Hakika. Sasa kuna mambo fulani mengine ambao unaweza kutuambia, je, umeshajua kama una album ngapi au nyimbo ngapi ambazo zimeshawahi kutoka katika muziki wako? Ya, katika muziki wangu mimi ni ngoma 29 sasa. 29. Zote zimetoka hapa Baraka au wapi? Ya, ngoma moja zimetoka Baraka, zingine nikatoa kwenye eneo tofauti kulingana na kutembea tu. Unajua msanii ndo wimbo na wimbo ndo msanii. Yeah. Lakini sana ninapofuatilia sana ile nyimbo yako ambayo inasema sijui kama wewe ni simba dume pale, bado sijaridhika vizuri. Je, unaweza kuniambia historia hiyo kabisa ilikuwaje mpaka useme ni hapa nataka nipige verse hapa niwaambie kama mimi simba dume nimekuwa hivi nimekuwa mpaka tu ile nyimbo nini sana kilikuvutia hadi mpaka wimbe Ana Alala? Je, unaweza kuniambia? Ya, najua ndugu yangu, mtu anapoishi anakumbana na vigingi vingi sana. Ya, na nilipotoka na muziki wangu nilitoka kwenye hali ambayo naweza nikaongea kwamba changamoto zilikuwa ni nyingi. Watu wengi sana wanidharau, wengine wakasema siwezi nikaweza kazi kufanya nini. Afu Mungu aliponitoa ikabidi tu niwaoneshe kwamba hakuna anayemzidi Mungu, na neema ya Mungu ni neema ya Mungu, nguvu ya Mungu ni nguvu ya Mungu. Simba ni baba yeye, na mimi nikawa hapa. Na ndio maana nimejiita Simba Dume, kwa kuwaonesha kwamba kusema sasa hivi mimi ni msanii mkubwa zaidi yao. Yeah. Kweli kabisa. Ndio maana unajiita Simba Dume. Nimekuona kabisa hapo una perform na kusema kwamba eti wewe ni msanii mkubwa kabisa zaidi yao, na ndio maana umejiita Simba Dume. Lakini mngesema kwamba Mungu anasaidia. Kwani wasanii nao wanaamini kwamba Mungu yupo? Mungu yupo. Kwani msanii si mtu wa Mungu? Jeshi mtu wa Mungu, shetani mwenyewe mtu wa Mungu. Mungu yupo. Yaani kuna uwezekano naye msanii aingie kanisani kweli, Ndio wengi hasa. Kweli kabisa. Tunaweza tukaangalia ulitaja kama nyimbo 4 hivi. Kuna nyimbo nyingine ambayo ilitrend na zingine ukataja pale. Lakini labda kunaweza kuwa kuna nyimbo ambayo umeshakutosha abroad, yani nje ya nchi yako, kuna uwezekano? Ya, zipo. Kama vile nyimbo gani? Kuna nyimbo ya bongo, kuna nyimbo ya Touch Me, kuna nyimbo ya I Love You, na nyimbo ya Nakulova. Ya, nyingi tu nimetoa nje ya nchi, nilipokuwa huko kwenye nchi jirani tembea.
Unasema hapo, umesema kwamba umetosha wimbo ambao unaitwa Bongo Bongo. Huyo nyimbo uliimba na nani clip? Ya, nimetengeneza na msanii mwingine anaitwa Mr. Kinko. Ya, Mr. Kinko. Mr. Kinko ni msanii ambaye ana trend naye au? Ya, ana trend kwa sasa. Japo alikuwa ni msanii chekechea underground enzi zile. Sasa hivi ana trend na anafanya kazi nzuri tu. Maana anapatikana Ufaransa kwa sasa. Kweli kabisa. Ina maana huyo mtu naye ni Mfaransa au anajua tu Kifaransa au alitaka tuende katika nchi hiyo au vipi? Muda mwingine tunaongea kwamba ni Mfaransa na sio Mfaransa, maana ni Mkongomani. Ila na tumeongoza hivyo na Wafaransa. Na ndio maana nimesema naweza nikamuita tena Mfaransa, ni vitu vya kawaida. Sasa hapa Baraka kuna nyimbo zingine ambao umeshafanya featuring na mwingine mwanaume, kwa sababu ulisema hapo huyo bwana Kinko, kama ni Kinko hivyo umesema kwamba ni wa nchi jirani. Sasa labda hapa ndani umesema kwamba umeshafanya featuring na dada fulani ambaye anaitwa The Way. Sasa hiyo The Way haipo tena hapa Baraka. Labda kuna nyingine featuring umeshafanya mwanaume mwingine au na mwanamke mwingine hapa Baraka? Ya, kuna featuring nimefanya mwanamke mwingine anaitwa Reno wa Makwini, na wanaume ndo wengi tu tumefanya nao featuring. Unajua tena mimi ni msanii wa zamani hapa na kuimba na wasanii wengine vitu vya kawaida. Tumefanya Babu Johnson ngoma na Mr. Jibu, vile vile wakina Waxon, wakina Tizeli, ni wengi tu, ni wengi ya. Nasikia Babu Johnson. Babu Johnson naye ni mtu hapa? Ya, ni msanii anapatikana nyumbani kwetu hapa. Msanii mkubwa sana, mkubwa kabisa. Neva kukuacha mama, kweli no. Iswala limepata jibu bora kwangu rote. Baby come. Angalau ni kuchumuma na amuamu. Nishiamu, kamoyo kangu shakate kama. Baby yo, aniyo, kwako minishaola. Baby yo, sweet yo, kwako minishaola. Kweli kabisa. Nyimbo yako na huyo nani sijui unasema Reno wa Makwini. Reno wa Makwini. Sawa kabisa. Hiyo ni nyimbo ambayo katika nyimbo zako ambazo zimetrend au katika nyimbo zako ambazo umefanya featuring na huyo dada. Na lakini kuna nyimbo umesema kwamba ulifanya featuring na sijui kama wewe ndio ulimfeature huyo bwana Afande Red au Afande Red ndiye ambaye alikuunga. Sijui unaweza kutuambiaje pale? Kiukweli ni mimi ndo nilimfeature. Yani featuring Afande Red. Wimbo ulikuwa ni wa kwangu, nikamuita ndio tukafanya kazi. Huo wimbo ulitoka hapa Baraka au? Ya, wimbo wenyewe umetoka, tulikuwa tukupuka. Bukavu ni kijiji cha hapa Baraka au katika jimbo ile la South Kivu? Makao makuu ya jimbo la Sud Kivu. Kabisa. Unaweza kutuambia huo muziki unaitwaje kwanza? Ya, muziki wenyewe ulikuwa unaitwa Mzuka wa Hip Hop. Mzuka wa Hip Hop. Yani ina maana kwani wewe unaimba tena hip hop? Ya, mimi nachana. Ikibidi mimi nachana. Sasa hizi nyimbo ambazo uliimba hapa tu recently na sijui kama za Reno wa Makwini, ilikuwa ni nyimbo ya nani gani? R&B. Yani ilikuwa R&B. Yani nyingine ya Afande Red ndio inakuwa hip hop, sivyo? Ya, yenye mimi ikibidi R&B tunaenda tu ndugu yangu. Ikibidi hip hop mimi nachana. Reggae hivyo tunatengeneza. Kama kweli kabisa ni Simba dume kabisa. Unaweza kutuambia ulimbaji huo muziki kidogo tu kwa nafasi yako wewe guest? Ya, muda mrefu nipo kimya, upinzani mwaniwekea. Hivi sasa nimeamuka kijana ndio napeshua. Mi hapa galo nyina viona vingolo. Muziki ni kigesta vijenga mnaga dalo. Mambo kama hayo bro. Kweli kabisa. Labda unaweza kuwa na kumbukumbu kidogo kuhusu muziki huo wa mzuka wa hip hop ngambo ya bwana Afande Red? Unaweza kutuambia kidogo labda unajua hivyo? Ese, natamba kwenye beat kama Ricky Rose. Nisiko faster niko pose. Wambio angojwa na mistari michafu na mpaki nanipa noze. Mini Astos niti shata. Mina chapa ama rapa. Nokiopa unapata po. Maana ziko faster. Kweli kabisa. Umetaka kushusha moyo wangu hapa bana, sijui roho. Kawaida bro. Unapiga bunduki, unapiga gani hivi? Yani ukishaona wapo. Kiopa unapata po. Yani maana ziko faster. Yani ziko faster. Nyimbo au nini?
ndio nyimbo yenyewe. Yani nyimbo yenyewe iko faster. Yani wenyewe iko faster, mistari mikali iko faster. Yani usikae kabisa chonde. Wakati uliotoa muziki kabisa, ina maana ulitrend sana. Ya, naamini ni ngoma yangu ambayo imefanya kazi mzuri sana kuanzia Bukavu, eneo za Minova wapi mpaka nyumbani kwetu hapa na nje ya nchi, kama vile watu wanaoishi Tanzania wanatusikia na wameipata kweli. Au kwa kupiga show na huyo mtu? Show tumetengeneza show na ilikuwa ni show kubwa zaidi. Tena niseme zaidi ya show kubwa za hapa nyumbani, kwa maana ilikuwa ni show ambayo imefanya vitu vya hatari nyumbani kwetu hapa na haijawahi kuwa mpaka sasa. Ina maana ametoka Bukavu kuja hapa? Ya, tumemtoa Bukavu akashuka Fandoredi tukafanya naye show hapa Baraka. Kweli kabisa. Ilikuwaje mpaka mkutane? Labda kwa sababu unasikia watu wengine kama vile wa Diamond Platinum wanachukuliwa na manager, wanafanya nini? Wewe kweli kabisa ulikuwa na manager wakati? Ya, wakati ule nilikuwa na mtu ambaye ananisaidia sana, manager Ndale, alikuwa ni manager wangu na ndo amefanya mambo yote yamefanikiwa mpaka mimi nifanye ngoma kwanza na Fandoredi na kumleta hadi hapa Baraka. Ila unajua ule ni msanii mkubwa. Fandoredi ni msanii mkubwa, ukutana naye ilikuwa ni jambo rahisi kwangu, kwa maana na mimi pia nilikuwa ni msanii mkubwa nashikilia tarafa langu la Fizi. Wakati ulipopata wewe manager, ilikuwa ungali tu mwanzo ulikuwa na clip ngapi sasa? Kipindi hicho nilikuwa bado nina muziki miwili tu. Kweli kabisa. Simba Dume. Yani sisi wao. Kuna nyimbo nimetengeneza, nikumbushe hapo awali kidogo, kuna nyimbo nimetengeneza ya kilio cha yatima. Nyimbo ile nimetengeneza ni ngoma yangu ya reggae. Yani haina haja kapela tena, zimeshakuwa nyingi. Nimetengeneza na maana wakiingia pale kwenye mtandao hata mashabiki wataukuta huko pale kilio cha yatima. Gesta Platiboy kilio cha yatima. Watakuta ile ngoma iko pale. Kisha kutoka na video yote, video, audio wataipata iko pale. Hakika kabisa. Sijui kama unaweza kuambiaje wafuatiliaji na watazamaji wa Global Vibes TV kutokana na muziki wako, wafanyeje au wakae chonjo wakae kwenye mkao wa kula kusubiri mambo mengine au tu mengine mambo mapya? Mambo mapya niseme ndugu zangu, mambo mapya ni mengi na tunawaandalia vingi. Muziki mpya upo na muziki mipya tu mengi ipo. Niseme clip zipo, audio zitakuwa nyingi tu, show vile vile zitakuwa nyingi. Na sasa hivi nimeongea kwamba studio kuna ngoma mpya ambayo naitengeneza, ila bado haijatoka. Achapo haijatoka wataisikiliza tu. Sasa unaweza kutuambiaje, kwa sababu wewe ni Simba Dume, yani wewe ni mkuu kabisa katika wasanii ambao wanaimba katika tarafa la Fizi, lakini kunaweza kwa wengine ambao wana trend na wanavuma, unaweza kutuambia kama vile nani? Kama Babu Johnson ana ngoma zake, ametengeneza ngoma mpya nzuri tu, moja ameimba na Fandoredi, nyingine akafanya na Mr. Gave. Ni ngoma ambazo zimefanya kazi nzuri zikaenda, na ndio maana nimesema kuvuma ni kama kimtindo tu, asijaenda sana ila zimeenda kwa kiasi ambacho kiasi kidogo tu. Wasanii ni wengi tu wanafanya kazi nzuri, sisi vile vile tuko pale, ila sio kama tunavyozani kuvuma kusema kwamba muziki wetu tunaimba na unaenda kama inavyotakiwa muziki wa msanii kutoka. Hiyo Babu Johnson mwenyewe. Unaweza kutoa Babu Johnson na kuna mwingine? Gesta huyo. Nikizani Gesta mwenyewe ni wewe hapa. Mimi hapa. Je, kuna nyimbo ambayo umeshotosha ya Kibembe? Si ana lala yenyewe hiyo, sasa ana lala. Tunashukuru sana, tutakutana hata tamati tena wakati mwingine, na nikijua kwamba wafuatiliaji na watazamaji wa Global Vibes TV wako tayari pale na watakufuatilia hata wakati mwingine. Tunashukuru kwa kupata muda huu, hata wakati mwingine. Asante.